Nipo na kiongozi Charles Boniface Mkwasa, baba yetu. Habari na pole sana kwa msiba huu mzito. Ya tumeshapoa. Yote tuseme kumshukuru Mungu, ni kazi ya Mungu, mapenzi ya Mungu. Sisi tulimpenda lakini mwenzetu Mungu amempenda zaidi, amemchukua. Kwa hiyo tumekuja, tumeona tuje kumsindikiza mwenzetu, na ndio maana tumekuja hapa. Kutoka Dar es Salaam mpaka visiwani Zanzibar. Kwa ukaribu, yeye alikuwa nani kwako? Kwanza ni rafiki yangu na tumekuwa tukishirikiana muda mrefu wakati sisi tukiwa tunacheza, na alikuwa mtu wa mtani kidogo kwangu. Kwa sababu majina yetu yanafanana, wote anaitwa Charles. Sasa yeye mimi alikuwa Charles, unajua kama anaisema kama vile ilivyoandikwa, na yeye ndo anaitwa Charles. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwanza kikutana naanza kusalimia namna hiyo. Lakini ukaribu zaidi ni kwamba hata wakati tunafunga ndoa na mke wangu Betty, yeye ndo tulimchukua kama master of ceremony wakati ule. Kwa hiyo so amekuwa very close, na amekuwa karibu pia na mke wangu kwa sababu walikuwa kwenye magrupu moja ya ITV na Radio 1 na vitu kama hivyo. Walikuwa wakifanya kazi pamoja. Naomba nikujazie hapo. Marehemu Uncle Charles Hilary pamoja na mke wako Betty Mkwasa, mimi ndo walikuwa wasimamizi wangu wa awali. Naweza kusema nao pia wamechangia kunifikisha hapa. Labda umesema pia alikuwa msimamizi wa ndoa yenu. Mara ya kwanza mnamfuata, mnamwambia kwamba tunaomba utusupport, tunataka kufunga ndoa. Alisemaje na ilikuwa maeneo gani? Tulifunga ndoa sisi nafikiri mwaka 1988. 89 mwezi wa kwanza, nadhani tarehe 14 mwezi wa kwanza ndio tulikuwa, lakini kabla ya hapo tuliona yeye ndo anaweza kufaa. Sababu alikuwa anafanya alikuwa bado naye kijana zaidi, lakini kwa sababu ya umahiri wa utangazaji wake, sauti yake manake haina mfano mwingine. Kwa sababu sauti yake Mwenyezi Mungu amembariki, amempa ambayo haiwezi mtu yote kuitafuta na kuipata. Kwa hiyo tukajaribu kumuomba, japo alikuwa kidogo na sita kwa sababu anasema hajazoea hizo kazi. Lakini kwa sababu tu yakakubali kwa sababu yetu sisi, kwa sababu na Betty alikuwa anafanya naye kazi pamoja, basi akatukubalia, tukafanya tena tukifanya Diamond Hall pale wakati huo. Jubilee wakati huo. Sasa ilikuwa yani harusi chache zinafanyika pale. Kwa hiyo sisi tulifanyia pale na yeye ndo alikuwa msimamizi wetu katika shughuli zote za uendeshaji pale. Ukiwa kama kocha kwenye harakati zako za kukiputa, na yeye akiwa kama mtangazaji, sijui mlishirikiana vipi? Sasa anasema wakati mwingine anaita Baba Sandra, wakati mwingine na ananiita wakati mwingine Charles hapo, anataka na kitu kizuri nilichokifanya anakitangaza na anakieleza vile ambavyo anajua, kwa sababu nadhani alishacheza alipokuwa mdogo, alicheza. Kwa hiyo vitu vingi anavielewa na alikuwa anajua kuvipangilia na kuviweka, na alikuwa asifitu kwa uongo kwa sababu mtu rafiki yake, na vitu vinaonekana, watu wanaona kabisa anachosema ni sahihi na kile kinachoonekana kinatendeka. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye yuko mtu ana aina yake peke yake, yani tofauti na watu wengine ambao pengine anaweza kuwa anasema hivi lakini backside anakuwa wakati mwingine anasema kitu kingine. Anabadilika. Alikuwa yuko real moja kwa moja. Naamini unamkumbuka kwa mengi, hata watazamaji wa My TV wanaamini hilo, lakini mmoja tu ambalo unasema huwezi ukalisahau kutoka kwa marehemu Charles Martin Hilary. Kitu ambacho siwezi kusahau, kwa sababu siku moja alitania mke wangu kwamba Charles yuko wapi? yuko kwenye shughuli zake. Sema basi Charles bwana, akashangaa, kaniona, kaniamkia, alafu na nini, yani mimi nimemwamkia Charles wakati mimi nimepita miaka 4 karibu 5. Kwa hiyo ni mtu na hiyo. Kwa hiyo sasa kila ninapokuwepo namuona namkumbuka, japo yeye anakuwa na vitu vingi vya kuweza kukumbusha. Ameacha mke ambaye ni mjane kwa sasa, watoto 2. Unalipi la kuiambia familia yake? Kwanza tuungane nao katika kipindi hiki kigumu ambacho kusema kweli wanaweza kuwa wasiamini, lakini ndio imetokezea. Ni kwamba wamuombee Charles huko alikokuepo. Asimada ametangulia, basi iko siku tutakutana naye kwa kudra za Mwenyezi Mungu na kumuombea tu Charles, na sisi tutamuombea huko tuliko ili aweze kwenda sehemu sahihi.
mahali pema peponi. Asante, wakumbushe wewe ni nani Wajua japokuwa tuko kwenye huzuni, lakini lazima kidogo tukumbushane uwanjani na uambie matarajio yako kwa sasa. Mashabiki wa soka wanakutazama, wamefurahi sana kuona. Kwanza unajua kuja mpaka huku inataka moyo, lakini kwa sababu ni kitu ambacho kimenigusa na kimetugusa kwenye familia, hakuna namna ya kuweza kuja kusupport. Kwa hiyo mimi ni wasihi wale ambao wanatazama kwamba tupo hapa duniani, jamani, tupendane, watu wasali, wapate kupunguza zile yani kupunguza matatizo ambayo Mwenyezi Mungu yako hayapendi. Kwa hiyo na tumuombee mwenzetu ametangulia. Wote sisi safari yetu ni huko. Yani Mungu sangia anatuonesha kama hiki kitu kipo. Kama ukikiona basi leo umekiona. Maana yake kama leo kimetokea kwa Charles, lakini kesho kinaweza kutokea kwako wewe au kwa mtu mwingine. Kwa hiyo hivi vitu vipo na vina mtu wa kuchaguliwa kwenda kule. Kwa hiyo yote wakati wote anaweza kena kwa wakati wote. Kwa hiyo tujiandae, na kujiandaa ni kusali na kumweka Mungu mbele. Basi Mwenyezi Mungu anatupokea vizuri. Asante sana baba yetu, kila laheri. Uwanjani vipi uwanjani bado tunaendelea, lakini sio kwenye kucheza tuwezi, viungo vinakataa, lakini nataka viungo vinakataa. Lakini kwenye ukocha bado uko vizuri sana. Nashukuru Mungu. Nashukuru bado na nguvu ya kufanya kazi. Bado uko timu gani kwa sasa, unasimamia nani? Wakumbushe. Kwa sasa tumetoka kwenye timu ya Ngorongoro ambayo tuliqualify kwenda kwenye finals. Ndio. Lakini bahati mbaya hatukuweza kusonga mbele kwa sababu ya hatukupata performance, hatukupata result. Performance ilikuwa nzuri, kwa sababu result ndio zinadetermine mtu kusonga mbele. Sasa hatukupata, the end tunacheza sisi lakini tunafungwa sisi. Kwa hiyo ni mambo ya mpira ambayo yanakuepo na tunafanya marekebisho pale ambapo tunapata nafasi ya kurekebisha. Asante. Kati ya Yanga na Simba, ipi timu bora kwako? Zote timu bora. Kwa msimu yote ipi timu bora kwako? Timu zote bora kwa sababu zinashindana. Timu ambayo inakuwa bora kwa wakati ule basi ndio inapata nafasi nzuri. Kwa hiyo ukiangalia kwa sasa timu ambayo ukiitazama bila kupepesa macho, Yanga ndio wamekaa vizuri kidogo, japo kuna malumbano hapa na pale, lakini haya ni ya kisiasa tu, yataisha, wataweka vizuri, mambo mengine yataendelea. Yanga inagoma kucheza, unalipi la kuzungumza? Sasa siwezi nikawazungumzia hayo ya Yanga, siwezi sema na watoto wako wale. Siwezi nikasema kwa sababu sio kusudio langu. Mimi sikuja kwa ajili ya Yanga na nani hapa, mimi nimekuja kwa ajili ya msiba. Asante sana baba yangu. Asante sana. Shukrani. Anaitwa Charles Boniface Mkwasa, kocha mahiri, machachari kabisa. Ukimpa timu yako lazima ifuzu. Naomba nikuage tena baba yangu. Shukrani. Asante sana. Asante. Moja kati ya mihimili mikubwa sana nchini Tanzania kwenye masuala ya soka, lakini naomba niwarudishe kwamba tuna huzuni. Aliyefariki yaweza kuwa kwenye tasnia ya uandishi wa habari na utangazaji, yaweza kuwa akawa ni kocha. Marehemu Charles Martin Hilary alikuwa na vingi vya kuwafundisha wanahabari. Hakuchoka, hakusita, lakini leo amelala. Ukiangalia nyuma yangu pale tunaona ambulance. Tunakumbushwa kifo kipo, tusisahau kutenda mema.